msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia. Twakutana tena ndugu msikilizaji kwenye siku hii njema aliyotupa Bwana. Tumaini langu ni kwamba mzima na moyo wako umekuwa ukitazamia wakati kama huu ili uzidi kukua katika imani yako kwa Mungu. Hakuna njia ya kukuza imani yako isipokuwa kwa kulisikia neno la Kristo ambalo ni neno la Mungu. Kwa furaha napenda kukujulisha kwamba leo hii twaingia kwenye kitabu cha Kutoka, tukianza somo letu kutoka kwenye aya ya kwanza ya sura ya kwanza hadi aya ya 22. Kitabu hiki cha Kutoka kiliandikwa na mtumishi wa Mungu jina lake Musa. Yaliyomo kwenye kitabu hiki ni maendeleo ya yale yaliyoko kwenye kitabu cha Mwanzo. Kati ya kitabu cha Mwanzo na hiki cha Kutoka kuna karibia karne 3.5. Unaposoma kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo, neno la Mungu lasema kwamba uzao wa Ibrahimu utakaa katika nchi ya ugenini kwa miaka 400. Hili ndilo ladhibitishwa kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki, aya yake ya 40, inayosema kwamba wana wa Israeli walio wa uzao wa Ibrahimu walikaa katika nchi hiyo kwa miaka 430. Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ile ya 16 na 17 ashuhudia kwa jambo hili. Ilikuwa ni miaka 430 tangu Mungu alipomwita Ibrahimu na miaka 400 tangu alipomwambia Ibrahimu
kuhusu habari za uzao wake kuwa katika nchi ile. Jina la kitabu hiki lina maana ya njia ya kutoka, nacho chaelezea ukombozi kwa damu na kwa nguvu. Ujumbe wa kitabu hiki wapatikana vema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 tunaposoma kwenye aya ya 23 hadi aya ya 29 inayosema hivi: kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa. Mbali na jinsi vitabu vingine huanza, msikilizaji, kitabu hiki cha Kutoka chaanza na kiunganishi. Kwenye kitabu hiki kuna hilo ambalo laanza lakini halikamiliki. Tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 46 aya ile ya 27, twafahamishwa kwamba nafsi 70 za Yakobo ndio waliingia kule Misri. Makadirio ya wote waliokuwa uzao wa Israeli walipokuwa wakitoka kule Misri ni zaidi ya watu 2,000,000. Kuna uwezekano kwamba Yusufu aliingia Misri katika utawala wa Wahiskosi, watu waliokuwa na uhusiano wa damu na wale wa Israeli kwa njia ya Ibrahimu. Waisraeli walikuwa rafiki wao wa pekee wa karibu, ila walichukiwa na wenyeji wa Misri. Baada ya hao wenyeji wa Misri kuwatimua Wahiskosi mamlakani, ndipo katika uzao huo aliinuka Farao ambaye hakumjua Yusufu. Huyo ndiye aliwadhulumu na kuwatesa wana wa Israeli. Musa ndiye atajwa sana katika kitabu hiki cha Kutoka. Yeye ndiye mwandishi wa vitabu vya kwanza 5 vya Biblia, yani kitabu cha Mwanzo, kitabu hiki cha Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Maisha yake Musa twaweza kuigawanya mara 4 kulingana na miaka aliyoishi, 120. Miaka ya kwanza 40 alikuwa katika makao ya kifalme, kisha kwa miaka 40 iliyofuatia aliishi kwenye nyika ya Midiani. Alafu baada ya hapo alikuwa kiongozi wa Israeli walipokuwa kwenye jangwa kwa miaka 40. Mafundisho ya kutangulia katika maisha ya Musa yalikuwa kwenye hekalu ya miungu ya Misri, nayo haikuwa ya usaidizi wowote kwake ili amfuate Mungu wa Israeli. Mungu alimchukua hadi nyika ile ya Midiani ili amfunze jinsi atakavyowaongoza watu wake kutoka Misri. Katika nyika ile alifahamu kwamba sio kwa mkono wake ndio atawakomboa wana wa Israeli. Baada ya maandalizi hayo ya miaka 40, ndipo Mungu alimtuma Musa kule Misri ili awakomboe watu wake. Musa atawakusanya wakuu na wazee wa Israeli na kumwendea Farao. Farao atakataa kuachilia wana wa Israeli, jambo litakalofungua vita kati ya Mungu na miungu ya Misri. Misri ilikuwa nchi iliyojaa sanamu za kila namna na ibada zinazoambatana nayo, jambo ambalo liliendelezwa kwa nguvu za giza au shetani. Uwezo na nguvu zilikuwa dhahiri katika dini hizo za Wamisri. Ndiposa tusoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 aya ya 8 inayosema kwamba, na kama vile Yane na Yambre walipigana na Musa, vivyo hivyo na hao wanapigana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Tunaposoma kwenye sura ya 5 aya ile ya 2 kwenye kitabu hiki cha Kutoka, Farao auliza na kusema, Bwana ni nani hata aisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Swali hili lake lilijibiwa kwa usawa kabisa, maana Mungu alijijulisha kwake, naye akajua kuwa Mungu wa Israeli ni tofauti na miungu ya Misri. Haya ndiyo twasoma kwenye sura ya 9 aya ile 27 inayosema hivi: Farao akatuma watu na kuwaita Musa na Haruni na kuwaambia, mimi nimekosa wakati huu. Bwana ni mwenye haki na mimi na watu wangu tu waovu. Maneno haya ndiyo Farao ayarudia tena kwenye sura ya 10 aya ya 16 inayosema haya: ndipo Farao akawaita Musa na Haruni kwa haraka, akasema, nimemfanyia dhambi Bwana Mungu na ninyi pia.
Nalo swali linaloebuka ni hili: kwa nini kuwepo na mapigo hayo? Mapigo hayo, msikilizaji, ni vita kati ya Mungu wa Israeli na miungu hiyo ya Misri. Kila pigo lilielekea mojawapo ya miungu ya Misri. Kwenye aya ya 12 sura ya 12, neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu hiki cha Kutoka: maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kwa hili twafahamu kwamba Mungu alitaka kujitambulisha kwa watu wake, kujihusu mwenyewe, na kwamba kama Bwana yeye ni mkuu kuliko miungu yote ya Misri na yuwaweza kuwakomboa. Sura ya kwanza yaanza kwa kutufahamisha kwamba Israeli wapo kule Misri na habari za Farao ambaye hakumjua Yusufu. Pamoja na hili, kuna habari ya kudhulumiwa kwa Waisraeli na ushupavu wa wanawake wawili. Aya za kwanza 2 zaunganisha kitabu hiki cha Kutoka na kile kitabu cha Mwanzo. Wale waliotelemka Misri, orodha ya majina yao ndiyo yatangulia, huku miaka ya katikati ikitajwa kwa njia ya haraka. Andiko tunaloweza kutaja kuwa ni kuu ni lile ambalo lipo kwenye sura ya 20 aya ya 2 inayosema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako niliyekuokoa kutoka katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Na sasa hebu tugeukie sura ya kwanza, tusome aya ya kwanza hadi 6, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya, kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo: Rubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni na Benyamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa nafsi 70, na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Kitabu hiki cha Kutoka, msikilizaji, kama vile nilitangulia kusema, ni sehemu moja na kitabu cha Mwanzo kwa sababu ya kiunganishi kinachofungua kitabu hiki. Aya ya 6 yasema kwamba Yusufu na ndugu zake wote na watu wa kizazi kile walikuwa wamekufa. Miaka iliyopo kati ya aya ya mwisho kwenye kitabu cha Mwanzo na kwenye aya hii ya kwanza ni miaka 300 au karne 3.5. Kwenye kitabu cha Mwanzo Mungu alikuwa amenena na kusema kwamba Israeli wataongezeka na kuwa wengi na kuwa taifa kubwa katika nchi ya ugenini. Tunapogeukia aya ya 7, tuona kwamba unabii huo ulikuwa umetimia kikamilifu. Hebu sikia neno la Mungu lasema nini kwenye aya hii: na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Nayo aya ya 8 yatujulisha kuhusu mabadiliko ambayo yalikuwepo katika utawala au uongozi wa taifa lile. Hii ni kwa kuwa neno la Mungu lasema hivi: basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Mfalme huyu ambaye neno la Mungu lataja habari zake alikuwa mtawala mpya wa Misri, naye hakumjua Yusufu. Na kama vile ilivyo watawala wale wa Kiiskosi ambao kwa mkono wa Mungu walimwinua Yusufu, walikuwa wameng'atuliwa mamlakani na wenyeji wa Misri walikuwa wamechukua utawala wao tena. Mfalme huyu hakumjua Yusufu wala hakujisikia kwamba awiwa chochote kwa Yusufu au uzao wake. Kwenye aya hii kuna funzo kuu tena la muhimu tunalohitaji kujifunza viwavyo. Funzo lenyewe ni kwamba ni lazima kuwafunza watoto neno la Mungu. Ni jukumu letu kufanya hivyo kwa kila kizazi. Iwapo hili halitatendeka, wakati utafika ambapo neno hili litasahuliwa. Huyu mfalme mpya aliyeinuka kutawala Misri hakumjua Yusufu hata kidogo. Hii ina maana kwamba hata lile ambalo Yusufu alitenda hakuwa na habari kulihusu. Na kwenye kila kizazi utapata kwamba kuna kizazi kipya kisichomjua Bwana Yesu Kristo. Usichukulie kwamba kwa kuwa kuna elimu na taasisi za habari tofauti kwamba watoto wako watamjua Kristo tu. Kama vile, ndugu msikilizaji, waweza kukosa kuyajua matukio muhimu ya historia ya nchi yetu, ndivyo pia kizazi hicho cha watoto ambao hatujawafundisha waweza kukosa kujua lolote kumuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo ni muhimu kuwafundisha watoto kizazi baada ya kizazi kuhusu hili lenye umuhimu, hasa habari zake Kristo na hilo alilotutendea. Kumbuka kwamba wakati mmoja Yusufu alijulikana sana na hata mwili wake haungeliweza kuondolewa katika nchi ile. Lakini sasa kuna huyo mfalme asiyemjua hata kidogo.
Mfalme huyu hakuwa radhi na wana wa Israeli kama hao watawala waliotangulia. Kwenye aya ya 9 na 10 neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee akili, wasije wakaongezeka, tena ikatokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Uwezekano wa Israeli kushikamana na adui wa Misri na kupigana dhidi yao ulikuwepo. Ijapokuwa Farao alitaka kuwa na watumwa, njia rahisi ilikuwa ni yeye kuwaachilia wana wa Israeli waondoke na kwenda zao. Lakini badala ya kuwaachilia huru, aliamua kutumia akili ili kuwadhibiti wasiondoke kwenye nchi ile. Aya ya 11 yasema hivi: basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. Wana wa Israeli walilazimishwa kufanya kazi ngumu ya kumjengea mfalme miji ya kuwekea hazina yake. Walitumia matofali ambayo wao wenyewe walilazimishwa kuteneza. Mwanzo wa utumwa wao walipewa majani ya kuteneza matofali yale, lakini kadiri ya vile muda ulivyozidi hawakupewa majani, nao walihitajika kuteneza matofali yao ya siku. Kwa kweli hali yao ilikuwa ngumu sana kwa watu hao walipokuwa kwenye nchi hiyo ya Misri. Nayo maisha yaliendelea kuwa magumu siku baada ya nyingine kutokana na kuonewa na wale wa Misri. Aya ya 12 yasema hivi: lakini kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Tayari msikilizaji wangu, Mungu alikuwa amenena na Ibrahimu na kumwambia kwamba uzao wake utakuwa na wakati mgumu sana katika nchi ya ugenini ambayo ni Misri. Sura ile ya 15 kwenye hicho kitabu cha Mwanzo aya ile ya 13 yasema hivi: Bwana akamwambia Abramu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa kwa muda wa miaka 400. Mambo matatu msikilizaji, ambayo yalitabiriwa kwa habari ya wana wa Israeli yalitimia. Kwanza, watakuwa wageni katika nchi isiyo yao. Pili, kwenye nchi hiyo watatumikishwa, na tatu, watateswa. Yote haya ambayo Bwana alinena na Abrahamu yalitimia, kama vile twasoma kwenye aya hizi chache za kitabu hiki cha Kutoka, hasa kwenye sura hii ya kwanza. La kushangaza ni kwamba kadiri ya vile walivyowatesa ndivyo waliendelea kuongezeka. Hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba sio vyema kuogopa mateso au majaribu ya aina yoyote, maana kadiri ya vile yanavyokuwa mazito, fahamu kwamba waendelea kukua katika Bwana, na pia waongezeka katika imani yako kwake, na waelekea katika ukombozi wako. Isitoshe, yeye anayejua siku zako zote yu pamoja nawe, na kwa wakati mtimilifu atakujazi. Jipe moyo kwa yote unayoyapitia sasa hivi. Tunapoendelea kwenye aya ya 13 hadi 15, neno la Mungu latuambia hivi: Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa chungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Wamisri, ndugu yangu, hawakuwafanya tu Waisraeli kuwa watumwa peke yake, bali waliwatesa kwa kila njia waliofikiria. Licha ya mateso na chuki yao, Mungu aliendelea kuwabariki, nao wakaongezeka sana. Mfalme huyu akaona kwamba taifa hili la watumwa laendelea kuongezeka na kukua, naye akanena na wazalisha wa Waebrania kwa kusudi la kusuluhisha shida yao. Majina ya hao wazalisha wawili ni Shifra, iliyo na maana ya urembo au uzuri, na mwenzake Pua, ambapo jina lake lina maana ya fahari. Wanawake hawa walikuwa na nyadhifa ya juu katika nchi ya Misri, maana walisimamia wakunga waliohusika katika kuwazalisha Waebrania. Kwenye aya ya 16 mfalme anena na wanawake wale. Neno la Mungu latuambia hivi: akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke aishi. Hili ambalo mfalme aliwaambia wanawake wale ni jaribio la kwanza la Shetani kutafuta njia ya kuangamiza hao ambao katika wao atazaliwa Masihi ambaye ni Kristo tena Bwana. Majaribu ya Shetani ya kutaka kuangamiza
Hawa ambao katika uzao wao atazaliwa Masihi yaonekana kwenye Biblia nzima, ukianzia kwenye Agano la Kale hadi Agano Jipya. Sio kitambo sana, kuna baadhi ya watu waliojaribu kuangamiza Wayahudi, jambo ambalo mizizi yake hii katika moyo wa Shetani. Ulimwenguni kote utashangaa kuona kwamba Wayahudi wachukiwa. Je, kisa na maana ni nini? Ni kwa kuwa wao ni ushuhuda kwa ulimwengu kwamba Mungu ni mmoja, jina lake ni Yehova. Huyo Mungu ndiye alimtoa mwana wake wa pekee ili yeyote anayemwamini apokee wokovu. Ila kwa kutaka kuangamiza, ulimwengu wajaribu kupuuza shida yake ya dhambi, jambo lisilowezekana hata kidogo. Lakini namshukuru Mungu kwamba katika majaribio yote ambayo yamekuwepo ya kujaribu kuangamiza Wayahudi, hakuna hata mmoja ambaye amefanikiwa, isipokuwa imekuwa hasara kwa wale ambao wamejaribu kufanya hivyo. Nami nasema hivi ya kuwa hakuna mtoto wa Mungu hata mmoja anayeweza kujiingiza katika kuwachukia Wayahudi kwa msingi wowote ule. Ni kweli kwamba kuna wakati ambapo kanisa lilihusika katika kuwachukia Wayahudi, wakati mmoja katika historia. Wakati huo uliitwa wakati wa giza, na lile lililoitwa kuwa ni kanisa lilikuwa mbali sana na neno la Mungu, yaani walikuwa wamekeuka maadili yake Mungu. Maana walibakia tu na itikadi na desturi za kidini, na ndani yao hawakuwa na ushirika na Mungu isipokuwa wachache wao. Hakuna mtu awaye yote anayeweza kusoma na kujifunza neno hili la Mungu kisha abadilike na kuwachukia Wayahudi. Shetani alipotaka kuwakatilia mbali wana wa Israeli, Mungu aliingilia kati na kusitisha mpango wake kwa kuwatuma wanawake hawa wawili. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 17 hadi 20: lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Na wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, na hao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikilia. Basi Mungu akawatenda mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Jaribio la kuangamiza watoto wa Kiebrania, ndugu msikilizaji, ilikuwa njia ya kujihifadhi kisiasa, lakini haikufua dafu. Kwenye aya ya 21 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Wanawake hawa ambao walikuwa na ujasiri mkubwa kwa jinsi hiyo, walikuwa na chaguo la kumtii Farao au Mungu. Na kwa kuwa wao walikuwa wakimcha Mungu, utiifu wao ulionekana katika hilo walilolitenda. Naye Mungu aliwatuza kwa hilo. Aliwapatia Shifra na mwenzake Pua sehemu katika Israeli, nao waliheshimiwa sana. Na kwa hili napenda kukwambia kwamba kicho cha Bwana katika maisha ya wanawake hawa kiliwafanya wasitii amri ya Farao iliyokuwa ya kishetani katika kila hali. Nawe popote ulipo, sehemu aliyokuweka Mungu, ni lazima kutenda kila jambo kwa kicho cha Bwana. Mungu atakupa hekima na maarifa ya kuhakikisha kwamba umetenda hilo ambalo ni sawa machoni pake, maana atakupa ujasiri. Wewe usiogope, bali mtii Mungu. Sura hii ya kwanza, ndugu msikilizaji, yamalizia kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 22. Sikia: kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamuhifadhi hai. Iwapo agizo hili lingetekelezwa, Israeli haingelikuwapo kabisa, lakini amri hii watu wake hawakuitii kikamilifu. Hili ni jambo linalojitokeza kwenye sura zinazofuatia. Mungu amuinua Musa ili awakomboe wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa wao kwa Wamisri. Kutoka ni kitabu kinachonena kuhusu ukombozi mkuu ambao Mungu aliwatendea watu wake, na pia chatufunulia jinsi Mungu anavyotukomboa leo hii kutoka katika dhambi, ulimwengu, tamaa za mwili na pia uonevu wa Shetani. Naye hutuhifadhi kwa ajili ya ufalme wake, ufalme wa mbinguni. Na kwa hayo napenda tuombe pamoja. Na tuombe. Mungu na mfalme wetu, naja kwako katika jina la Yesu Kristo, nikilibariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa u Mungu mkuu tena mwenyezi. Tazama, hakuna lolote linalotendeka, hasa kwa wale walio wako, pasipo ya wewe kufahamu na kukusudia kutenda mema, hata kutokana na mabaya aliyopanga Shetani. Zaidi
twaona uaminifu wa neno lako ulilonena kwa mtumishi na rafiki yako Ibrahimu, nasi kama watoto wake kwa imani twahimizika kujua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa lolote analolipitia maishani mwake sasa hivi utasimama pamoja naye na kumpa nguvu na uwezo wa kuendelea kukutii. Msaidie katika yote, maana wewe ndiwe kimbilio na ngome yake, msaada ulio karibu wakati wa shida. Haya nayaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki yangu, katika maisha haya yenye ugumu mwingi, ufahamu kwamba Mungu yu pamoja nasi, ndiyo faraja yetu. Tena hakuna lolote linaloweza kukupata ewe mtoto wa Mungu pasipo ya jambo hilo kumletea Mungu utukufu. Basi jipe moyo, kwa kuwa kilio huwa usiku tu, nayo furaha huja asubuhi. Mungu aliyekuokoa atakuhifadhi katika yote, maana akupenda. Na tena twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wewe umeitwa kwa kusudi lake, na hata iwapo mambo yatakuwa magumu, fahamu kwamba Mungu ana jambo nzuri kwa ajili yako. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transworld Radio Kenya na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu, na kuomba tafadhali tumia hundi au money order na uiandike kwa Transworld Radio Kenya, kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.